Karibu tena msikilizaji wetu mpendwa katika sehemu ya 14 ya simulizi yetu. Kwanza kabisa tunakuomba radhi kwa kuchelewa kidogo kukuletea sehemu hii, lakini tunakuhakikishia subira yako haijapotea bure, maana sehemu hii tumekuandalia matukio makubwa ya kusisimua na yenye hisia nyingi. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika safari hii ndefu. Simulizi yetu ni yako na ni yetu sote. Hebu sasa tuanze sehemu ya 14. Baada ya mazungumzo yale mazito sebuleni, Shabani alitoka akiwa kimya sana. Hata wakati wa chakula cha jioni, hakusema chochote cha maana. Mara kwa mara alimwangalia mzee Rashidi kwa jicho la siri, akajiuliza, kweli huyu ndiye baba yangu? Mbona kila kitu kinanichanganya hivi? Maisha yangu yote niliamini sina baba, sasa ghafla wanaibuka na kuniambia huyu ndiye. Nitaamini vipi? Alilala kitandani usiku ule, lakini usingizi haukumjia kirahisi. Alikuwa akigeuka huku na kule akishika kichwa, mawazo yakimzonga. Aliwaza siku nzima aliyosikia maneno yale, na kila alipojaribu kufumba macho, sura ya mama yake marehemu ilimjia akitabasamu. Sauti ya bibi yake vilevile ilimrudia kichwani, mwanangu, lazima twende kaburini pa mama yako umuoneshe heshima. Usiku mzima Shabani aliumizwa na mawazo. Moyo wake ulijaa maswali. Kwa nini nilifichwa ukweli huu miaka yote? Kwa nini baba hakurudi kunitafuta mapema? Je, kweli alipotoka kijijini hakuwa na habari? Asubuhi ilipofika, bibi aliamua kutimiza ahadi yake. Wakaandaa safari ya kuelekea kijiji kingine, kile walichohamia kwa muda mfupi kabla ya mama yake Shabani kufariki. Mzee Rashidi alisisitiza kuandamana nao, hata kama moyo wake ulikuwa na hofu kubwa. Barabara ya kijijini ilikuwa ya vumbi, magari yakipita yakiacha moshi wa mchanga ukipanda juu angani. Shabani alipokuwa ndani ya gari akitazama madirisha, kila mti, kila nyumba ndogo ya udongo ilimkumbusha maisha ya zamani. Moyoni alihisi kama anarudi kwenye historia iliyokuwa imefichwa kwake kwa muda mrefu. Walipofika makaburini, hali ya hewa ilikuwa tulivu, upepo mdogo ukipuliza majani yaliyokauka. Shabani alisimama mbele ya kaburi dogo lililofunikwa na mawe meusi yaliyokuwa yamechimbwa na muda. Miguu yake ilitetemeka. Alipiga magoti taratibu, akapapasa mchanga kwa mikono yake, machozi yakianza kutiririka bila kujizuia. Akasema kwa sauti ya kugugumia, mama, leo nimeambiwa ukweli mzito. Nimeambiwa huyu mzee niliyekuwa namuona kama jirani ni baba yangu wa damu. Mama, kwa nini hukuniambia? Kwa nini niliishi gizani siku zote hizi? Lakini najua huwezi kunijibu. Najua uliniacha nikiwa mdogo sana. Mama, unisamehe. Machozi yake yaliendelea kudondoka kama mvua. Mzee Rashid naye alikaribia kaburi, akapiga magoti kando yake. Macho yake yalimjaa machozi yaliyowasha. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, alitamka kwa uchungu, mke wangu sikuwaacha. Nilipotoshwa. Nilikuja kijijini nikakosa ninyi, nikadhani umeolewa pengine. Nilihangaika mjini nikitafuta maisha mazuri kwa ajili yetu, kumbe ulikufa bila mimi kuwa kando yako. Nimesamehewa. Leo nimerudi na damu yetu, Shabani atakuwa salama kwa jina la Mungu. Bibi alisimama nyuma yao akifuta machozi. Akasema kwa sauti nzito lakini tulivu, sasa nafsi yako itatulia mwanangu. Rashidi, sikutaka nikufukuze jana kwa hasira, ila nilikuwa na maumivu. Leo nikikuona hapa nikilia mbele ya kaburi, moyo wangu umepoa. Lakini nakuomba jambo moja, ujenge nyumba yangu upya. Nyumba nilionayo imechakaa, nataka uache alama ya heshima kabla sijapumzika. Mzee Rashidi akashika fimbo ya bibi kwa heshima, akasema kwa sauti thabiti, mama, nakuhakikishia nitakujengea nyumba mpya, kubwa na ya heshima. Hapa kijijini patasimama nyumba ya fahari. Hutahangaika tena. Baada ya makaburini waliporudi kijijini, Shabani alimkaribia Rashidi. Kwa mara ya kwanza alimuita kwa jina jipya. Baba, njoo nikakuoneshe sehemu nilizokulia. Walitembea kijijini, Shabani akimuonesha kila kona aliyocheza utotoni. Walifika shuleni aliposomea darasa la kwanza hadi la 7. Alimuonesha madarasa ya matope, ubao uliokuwa umefutika rangi, na mti mkubwa wa mwembe ambao ulikuwa kivuli chake kila alipohisi uchungu. Baba, hapa ndipo nilipokuwa nikaa nikiwa na njaa, nikitamani usingekuwa mbali. Hapa ndipo nilipojificha nilipochoka, nikifikiria kama kuna siku nitapata maisha mazuri. Mzee Rashidi alikosa maneno. Machozi yalijaa machoni mwake tena. Alimkumbatia Shabani kwa nguvu, akasema, mwanangu, nisamehe. Nilipotea, nilidanganywa. Lakini kuanzia leo sitakuacha tena. Nitakuwa kando yako.
Kwa mara ya kwanza, Shabani hakuhisi mashaka. Alianza kuamini kweli huyu ndiye baba yake. Wakati huo, mbali mjini, Aisha alipata habari kutoka jirani mmoja kwamba Mzee Rashid ameonekana kijijini kwa kina Shabani. Habari hizo zilimuuma sana. Moyoni alihisi maumivu makali kama upanga. Alijiuliza huku machozi yakimtiririka. Kwa hiyo Shabani amerudi kwao kijijini, na mbona wanasema yupo na Mzee Rashid? Huu mzee ana uhusiano gani na maisha ya Shabani? Kwa nini sijui chochote? Je, kuna kitu kinachofichwa? Alijifungia chumbani kwake akalia usiku mzima. Upendo wake kwa Shabani ulikuwa wa dhati, lakini sasa maumivu ya kutokuwa karibu na yeye yalizidi. Jioni ilipokaribia, Shabani na baba yake walikuwa wakitembea taratibu kwenye kijiji, wakizungumza. Shabani alihisi furaha mpya ya kuwa na baba. Wakiwa wanarudi nyumbani, simu ya Shabani ilianza kuita. Aliitazama kwa mshangao. Ilikuwa ni namba aliyoijua vyema, lakini hakutarajia kupigiwa muda huo. Kwa heshima akapokea. Hello nani? Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache, kisha sauti nyororo, ikitetemeka kwa hisia, ikasikika. Shabani, ni mimi Aisha. Shabani akashikwa na butwaa. Moyo wake ukadunda kwa kasi, mikono ikatetemeka bila kujua ataongea nini tena. Tumefika mwisho wa sehemu ya 14 ya simulizi yetu. Tunakushukuru sana kwa kusikiliza na kuwa pamoja nasi mpaka mwisho. Tunaamini umefurahia na kuguswa na matukio ya leo. Subira yako na muda wako vina maana kubwa sana kwetu. Tukutane tena katika sehemu ya 15 yenye matukio mapya, makubwa na ya kusisimua zaidi. Asanteni sana.